Na mtu akaniambia, unajua unalaumu tu watu wanakula vibaya, lakini kuna watu ugonjwa wa figo wanaweza kulisi. Je, kweli tunaweza kulisi ugonjwa wa figo? Ndio, lakini kwa 10% mpaka 20% peke yake. Matatizo ya figo kufeli mengi yanasababishwa na vitu viwili: kisukari and pressure. Kuepuka kisukari and pressure vinasababishwa na insulin resistance. Wali unakula kila siku, unakula usiku sana, unakula ugali kila siku, unakula chipsi, unakula ngano, unakula matunda, unakula all the time like nobody business, unakula wanga muda wote. Hivyo ndio chanzo. Unajua kama figo zinasaidia kwenye kubalance kiwango cha pressure? Do you know that? Tuchukulie labda hiyo chances ya mtoto labda amerithi ugonjwa wa figo. Lakini kama nilivyosema, hakuna ugonjwa unatokea mbinguni. Kwa nini mtoto alisi magonjwa ya figo? Amelisi wapi? It means amechukua kwa mzazi. Mzazi kwa nini amepata matatizo ya figo? Tunarudi kule kule. Mwili wa mtoto utengenezewi kutoka labda mbinguni. Unatengenezwa ni zile seli za mzazi, DNA, damu ya mzazi ndio inamuumba mtoto. Sasa mwili wa mama una changamoto. Lazima tu mtoto alisi magonjwa. Tunauta wengi wanaita autoimmune disease. Unalisi, unakuwa na magonjwa ya kulisi. Hamna ile kulisi ugonjwa. Wazazi mmembukiza mtoto magonjwa ambayo hakustahili kuishi nayo. Jinsi zenu zinarani kwenye ugonjwa. Na mtoto wenu mama amelisi vile. Kwa hiyo tunarudi kule kule. Wazazi wamepata magonjwa ni kwa sababu ya mtindo mbaya wa ulaji. Yaani hatuwezi kuescape. Siku ambayo utakuwa umeamua kusema kuwa na chakula, kuamini kuwa hicho chakula ni chakula ndio kinanifanya mimi niwe, ni siku ambayo utakuwa umepata uponyaji. Lakini kama unaendelea kuamini kuna vidonge vitakusaidia, alafu unakula unavyotaka, unakula vibaya leo ukiamini na chupa yangu ya detox nyumbani, you are going to fail. Figo zako zitafeli kweli. Lithisha wanao kwa wanao, alafu utakuja kusema no, hata bibi yangu alikuwa nayo. Hamna ugonjwa unatokea mbinguni guys. Hatujalalamika kiasi hicho. Autoimmune, yani kama kinga ya mwili ya mtoto tangu mdogo imeshaanza kuvurugwa. Itimisi ni mama ulikuwa unakula vibaya before mimba, na mama ulikuwa unakula vibaya wakati wa mimba. Ndio maana you can't escape this dirty thing. Yani huu ulaji, mtindo mzuri ulaji huwezi kuepuka. You can make excuses 100 and thousands. Lakini escape unakuwa unachokula. Na hii safari ya kula maparachichi sio kitu rahisi. Ni kitu kigumu. Lakini usifanye kitu kigumu zaidi kwa kukata tamaa kila baada ya wiki 2. Unafanya diet wiki 2 is not working out, unaacha. Kufanya diet sio swala la kupungua, kufanya diet sio swala la kuongezeka uzito. Hivi vingine kupungua na kuongezeka uzito, kuona mwili mzuri, kuondoa kitambi vinakuja kama extra. Lakini kwanza zingatia afya yako. Hauli kwa ajili yako. Ukilinda ini lako, unakula ukilisha tumbo lako, unakula ukilisha hormones zako, unakula ukinutubisha cells zako. So take care of yourself. We are moving.